Wapenzi wa Mungu na wasalimu mjambo. Ni wakati mwingine mzuri ambao tunaweza kuangalia neno la Mungu. Na kabla tujaanza, ningependa tuanze kwa maombi. Tuamini, tuombe. Baba yetu ushie mbinguni, tunakushukuru kwa sababu ya wakati mzuri ambao umetuwezesha tumeweza kufika Mungu. Ni wakati ambao tunataka kuangalia neno lako. Mungu wetu, tunaomba ututumie Roho Mtakatifu atuongoze Baba. Yale ambayo utataka tujifunze siku ya leo Baba yadhihirike Baba, na tuweze tukajua Mungu. Kuwa nasi mpaka tamati, ni katika jina safi la Yesu Kristo nimeweza kuomba nikiamini. Amen. Tumesoma katika kitabu cha Ufunuo 19 mstari wake ni wa 7, ambapo tunaambiwa tujiandae kweli kweli kwa sababu harusi ya mwana kondoo imeandaliwa. Huenda mmoja akashangaa akasema hivi, je, ni harusi gani ambayo inaongelelewa? Mmoja akashangaa akasema, ni harusi gani hii? Si harusi nyingine, bali kuna harusi ambayo tunangoja. Kila mmoja anangoja harusi hiyo kwa sababu siku hiyo itakuwa ni siku kubwa. Ni siku ambayo itakuwa ni siku ya furaha kwa wengi ambao wamekuwa wakingoja harusi hiyo. Mtazama yule mtu ambaye ama harusi ambao ulioisikia inaongelelewa wakati kanisa ilikuwa inatangaza kwamba wiki ijayo kuna harusi. Ninajua kila mtu hufurahi kwa sababu wanatamani ahudhurie harusi kwa sababu ni siku ya furaha. Wakristo wenzangu, sasa nawaambia kwamba kuna harusi ambayo inangojwa. Kuna harusi na itakuwa ni harusi kubwa kwa sababu itakuwa ni harusi ya Yesu Kristo. Kila mmoja amealikwa katika harusi hiyo. Sijui utakuwa upande mgani, lakini kuna kila mtu amealikwa katika harusi ya Yesu Kristo. Kabla sijaanza, ningependa kuwapa habari fulani, kisa fulani ambacho kilifanyika mahali fulani. Kulikuwa na jamaa mmoja ambaye alikuwa na bibi yake, walikuwa wanakaa vizuri, walikuwa wanaishi vizuri kwa sababu walikuwa wameoana. Siku moja kukatumwa mwaliko. Wakaalikwa kwenda kwa harusi ya sherehe. Na unajua kawaida huwezi ambiwa ati harusi itakuwa kesho. Hapana, unaambiwa wiki moja kabla harusi haijafanyika. So huyu mjamaa alipoambiwa kwamba kutakuwa na harusi, alikuwa amealikwa yeye na bibi yake. Lakini inastajabisha kwa sababu kuna kitendo ambacho alifanya na ni cha ajabu hakika kwa mtu wa kawaida. Mtu alikuwa amealikwa na bibi yake, lakini akasema hataenda na bibi yake kwa sababu yeye anapenda kula. Akasema, mimi sasa nikienda harusi nitapewa chakula cha bibi na bwana mwaliko ambao tulikuwa tumealikwa. Wenzangu, acha niwaambie huyo mjamaa alikaa siku 2 kama haja kula. Ana prepare tumbo vizuri kwa sababu anajua kuna siku kubwa ambayo inakuja. Na siku hiyo ilipofika, amekaa siku 2 hajakula. Kumbuka, siku ya 3 inaingia. Akachukua baiskeli yake, akaambia bibi, mimi sasa naondoka. Bibi akamuuliza, unaenda wapi mpenzi wangu? Akamwambia, nimeitwa mahali fulani, lakini nakuja, usije ukatia shaka, jua ya kwamba nitarudi. Akachukua baiskeli, akaanza kuendesha, anaenda harusini. Alikuwa amejipanga vizuri. Alikuwa amevaa mavazi mazuri. Kawaida mtu ambaye unataka kukaa kiti kizuri ndipo uletee chakula mzuri kwa sababu aim yake hii ilikuwa ni chakula. Alipoendelea na safari, alifika njiani. Akagundua kwamba kulikuwa na vumbi. Alikuwa amekuwa mchafu. Akaamua kuenda mtoni angalau ajisafishe kwa sababu mahali anaelekea alijua ni mahali panakaaje. Ona Mungu, alipofika hapo akaenda mtoni akaanza kuoga. Kukakuja na mwenda wazimu. Baiskeli ameiweka mahali fulani. Mwenda wazimu akakuja akavaa nguo za huyo mjamaa. Alikuwa amevaa nguo zake tena akaongeza zake, akachukua baiskeli. Maskini akaanza kuenda nayo. Ilikuwa ni huzuni. Lakini ilibidi mjamaa atoke mtoni tena. Anakimbia, anaambia watu ya kwamba mshikeni, huyo ni wazimu, anavaa nguo zangu, ni wazimu. Hivi je, mimi nikuulize hivi, mtu ambaye amevaa nguo kuna baiskeli anakimbia na mtu mwingine anamfuata kutoka nyuma na ako uchi, ni nani wazimu? Utajua kwamba ni nani wazimu. Ilikuwa ni ajabu kwake. Alikuwa amejipanga vizuri kwa hiyo harusi. Alikuwa amealikwa ndio, lakini hakuweza kufika kwa sababu nguo zake zilienda. Ilibidi akarudi mtoni akae mpaka usiku. Ndiposa akaanza kukimbia kupita vichorochoro arudi nyumbani. Siku ya 3 hajakula maskini.
Akarudi, akapenyeza, akakimbia, akafika nyumbani kwake. Akapitia dirishani, akaambia bibi yake, tafadhali naomba unipe ugali. Ilikuwa ni siku ya 3 hajaonja chochote. Alikuwa amejipanga kwa sababu ya chakula nzuri ambayo ilikuwa imeandaliwa mahali fulani pa harusi. Lakini bahati mbaya hakufika harusini. Vivyo hivyo sisi Wakristo tumealikwa katika harusi ya mwana kondoo. Tumealikwa katika harusi ya Yesu Kristo siku ya mwisho. Itakuwa ni vibaya sana kwa wenzetu kutokuwamo ndani ya harusi. Itakuwa ni huzuni. Itakuwa si furaha kabisa kwa watu ambao watakosa kuingia harusini. Kwa sababu kila mmoja amealikwa harusini. Kila mmoja ambao unanisikiza, wewe ambao umepata fursa kusikiza ujumbe huu, ni ya kwamba mpaka wewe umealikwa harusini. Lakini itakuwa ni bahati mbaya sana kwako kama utakosa kufika harusini. Msomaji, naomba unifungulie kitabu cha Mathayo. Fungua kitabu cha Mathayo 22. Yesu alipokuwa akinena na watu, alijaribu kutazama vile ambavyo utajaribu kueleza watu waweze kuelewa ufalme wa Mungu utakapokuwa. Akatumia mifano mingi. Ningependa tuangalie mifano miwili siku ya leo. Vile ambavyo Yesu aliamua akufananisha ufalme wa mbinguni nabo. Naomba nisome kuanzia mstari wa 1. Yesu akajibu, akawaambia, tena kwa mithali akisema. Akasemaje? Ufalme wa mbinguni umefanana na mfalme mmoja. Sikiza, ya kwamba Yesu ameamua kufananisha ufalme wa mbinguni na mfalme mmoja. Endelea. Aliyemfanyia mwanawe harusi. Akawatuma watumwa wake wawaite walioalikwa kuja harusini. Akawatuma watumwa wake wawaite wale ambao walikuwa wamealikwa harusini. Nao wakakataa kuja. Bahati mbaya wakakataa. Na ngoja msomaji, msikiza. Kuna harusi ambayo imeandaliwa. Kawaida ya harusi, ukifanya harusi lazima utawaita watu fulani, kwa sababu ni siku ya furaha. Utataka usherekee nao pamoja, kwa sababu ni siku ambayo hutaki hata kitu chochote kibaya kifanyike. Unawaita watu, unawaalika watu. Kuna watu, unajua, katika harusi kuna wale waalikwa, kuna wale ambao wamepatiwa viti vikubwa, wamealikwa harusini. Mtazame huyu mfalme, alikuwa anafanyia mtoto wake harusi, akatuma wajumbe wake waweze kuita watu ambao walikuwa wamealikwa harusini. Endelea msomaji. Inazidi kusema. Inasemaje? Akawatuma watumwa wake wawaite walioalikwa kuja harusini. Nao wakakataa kuja. Bahati mbaya wakakataa. Akatuma tena watu kwa wengine. Akisemaje? Waambieni wale walioalikwa, tazameni, nimeandaa karamu yangu. Ng'ombe zangu na vinono vimekwisha kuchinjwa. Na vyote vimekuwa tayari. Njooni harusini. Alikuwa amejipanga. Chakula zilikuwa zimetengenezwa, kila kitu kimeandaliwa kweli. Ng'ombe kubwa, wale wanono walikuwa wamechinjwa, kwa sababu watu walifaa kukula. Akatuma watu waende kuwaita wale ambao walikuwa wamealikwa, lakini bahati mbaya wakakataa. Endelea msomaji. Lakini hawakujali. Wakaenda zao. Mmoja shambani kwake, mmoja kwenye biashara yake, mwingine kwenye biashara yake. Nao waliosalia wakakamata. Wakafanyaje? Watumwa wake. Wakawatenda jeuri. Na kuwaua. Basi yule mfalme akaghadhabika. Ngoja kiasi kwanza. Tazama, ametuma watu waende kuwaita watu ambao walikuwa wamealikwa harusini. Alikuwa amepanga vizuri. Anajua ni siku ya furaha. Ameita watu, amewaambia nenda sasa mkamuite yule na yule, kwa sababu kuna watu ambao walikuwa wamepatiwa vyeo vikubwa wakaitwa harusini. Lakini bahati mbaya wakawaua wajumbe wake, wakawafanyia majeuri. Ilikuwa ni huzuni. Mjiulize wewe, je, ukatumane watu waitwe harusini wale ambao ulikuwa umealikwa, alafu usikie kwamba wameenda wakauawa, utasikiaje? Endelea msomaji. Basi yule mfalme akaghadhabika sana. Akapeleka majeshi yake. Akawaangamiza wauaji wale.
akauteketeza mji wao. Endelea. Kisha akawaambia watumwa wake, Akawaambiaje? harusi hii tayari, Ehe. lakini walioalikwa hawakustahili. Jameni, ni huzuni ya kwamba kila kitu iko sawa, lakini wale ambao wamealikwa, wewe pia ambao unanisikiza, umealikwa katika harusi ya Kristo Yesu. Kumbuka hii si harusi tu, huu ni mfano unafananishwa na siku ya mwisho. Huu ni mfano unafananishwa na harusi ya mwana kondoo. Harusi imeandaliwa, kila kitu iko tayari, lakini wale ambao wamealikwa, jameni, hawajaweza kuingia ndani. Endelea msomaji. Basi enendeni hata njia za panda. Enendeni sasa, imebidi sasa, kwa sababu wale ambao hawajaalikwa, imebidi atumie njia nyingine, imebidi atumie mfumo mwingine kupata watu ambao watahudhuria harusi, kwa sababu harusi inafaa kuwa na watu. Endelea msomaji. Basi enendeni hata njia panda za barabara, na wote muwaonao waiteni harusini. Waite. Endelea msomaji. Watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakakusanya wote waliowaona, waovu kwa wema. Harusi ikajaa wageni. Harusi ikajaa wageni. Lakini alipoingia yule mfalme, alifanya nini? Ili kuwatazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la harusi. Hebu ngoja kidogo. Katika kitabu chetu tumesoma katika Ufunuo 19:7 na 8, imesema watu ambao watahudhuria harusi ya mwana kondoo watakuwa na mavazi. Lakini wewe ambao unanisikiza, kama hautakuwa na vazi, haitawezekana kwako kuhudhuria harusi ile. Itakuwa ni harusi ya furaha, lakini itakuwa ni ya huzuni kwa watu wengine. Mtazama mfalme ambaye alialika watu ambao walikuwa wametaka waingie harusini, lakini hawakutokea. Ikabidi akawaambia, endeni sasa katika vijiji, endeni katika barabara, mkatazame yeyote ambaye mtamuona, mumwalike harusini, hata kama ni kiwete, hata kama ni maskini, kwa sababu wale ambao wamealikwa harusini walikataa. Itakuwa ni huzuni kwako. Yesu amekualika harusini. Wewe ni mmoja wale ambao Yesu anataka mtuingie nao katika harusi, lakini itakuwa ni huzuni kwako kama utakataa kuingia. Mbona usitafute vazi? Wasai uko na wakati mzuri wa kutafuta vazi la haki. Uko na kila kitu ambacho unahitaji. Mbona usikubali kukipata? Watu wanakufa kila kuchao. Mara mnasikia, juzi tumesikia huko Lebanon watu waliamka, au ni watu ambao waliamka wakienda kazini. Ni watu ambao wameamka, madaktari wameenda kutibu wagonjwa. Wagonjwa ambao walikuwa hospitalini wanangoja wapone. Lakini maskini wote walikufa. Hakuna mahali ambapo paliandikwa ya kwamba wangekufa. Ni watu ambao walikuwa wanajua kabisa wangeona jioni, kama wewe ambao unanisikiza, unajua siku ya leo utaisha nao vizuri, lakini maskini haikuwezekana. Ni wakati ambao tuko nao mzuri wa kutafuta vazi la haki, ndiposa tuweze kuingia harusini, kwa sababu ni vazi ambalo linahitajika. Hiyo ndiyo ticket ambayo utakuwa nayo, ndiposa uweze kuingia mbinguni. Tumeangalia mfano wa kwanza, ningependa tuangalie mfano wa pili. Katika kitabu hicho cha Mathayo, mstari wa 20, sura ya 25, inasemaje msomaji? 25. Inasemaje 25, anzia mstari wa kwanza. Ndipo ufalme wa mbinguni tena utakapofanana na wanawali 10. Kumbe sasa Yesu anafananisha ufalme wa mbinguni na wanawali 10 walioitwa taa zao. Walizitoa taa zao wakatoka kwenda kumlaki bwana harusi. Endelea. 5 wao walikuwa wapumbavu. Kumbe 5 walikuwa wapumbavu, na 5 wenye busara. Na 5 walikuwa wenye busara. Wale waliokuwa wapumbavu walizitoa taa zao, wasitoe na mafuta pamoja nao. Kumbe hao 5 ambao walikuwa wapumbavu ndio walitoa taa zao, lakini hawakutoa taa ambazo zilikuwa na mafuta. Hawakutoa na mafuta kando. Endelea. Bali wale wenye busara, wale wenye busara werevu walitoa mafuta katika vyombo vyao pamoja na taa zao. Kumbe hawa werevu walitoa taa zao, wakatua taa ambazo ziko na mafuta, na bado tena wakatua kando pipa ambazo bado zilikuwa na mafuta, ya kwamba walibeba mafuta kando. Endelea msomaji. Hata bwana harusi alipokawia. Kumbe bwana harusi akakawia. Hapa ndo kuna mambo naomba msikize. Bwana harusi sasa akakawia.
wote wakazinzia wakalala usingizi. Wote 10 wajinga na werevu wakazinzia wakalala usingizi. Lakini usiku wa manane pakawa na kelele. Haya bwana harusi. Tokeni mwende kumlaki. Mara wakaondoka wanawali wale wote. Wakazitengeneza taa zao. Wale wapumbavu wakawaambiaje? Wenye busara wakawaambiaje? Mpeni mafuta yenu kidogo. Maana taa zetu zinazimika. Ngoja kidogo na angalie mahali umeachia. Mtazama sasa. Yesu anafananisha ufalme mbinguni na wanawake 10. 5 walikuwa wajinga na 5 walikuwa werevu. 5 wakabeba taa zao, wale wajinga wakabeba taa zao wakiwa na mafuta ndio. Lakini mafuta ambayo ilikuwa kwa taa. Na 5 wale wenye busara wakabeba taa zao na bado wakaweka mafuta mengine kando. Lakini ilikuwa ni ajabu kwa sababu Bwana Yesu alikawia. Bwana harusi ambaye amekuwa kingoja alikawia. Watu walijaribu kungoja, usingizi na jaribu kuwapeleka, lakini wanakataa. Lakini bahati mbaya wakalala. Siku ambao walikuwa wamengoja, kitendo ambacho walikuwa wanangoja, wakalala wakasahau. Wote 10 wakalala. Hebu endelea msomaji. 9 inasemaje? Lakini wale wenye busara wakawajibu. Wakawajibu aje? Wakisema aje? Sivyo. Hayatatutosha sisi na nyinyi. Hayatatutosha. Wamesikia vilio, kila kitu kimewezekana, kimefanyika. Na sasa wanakuja kuomba wale wajinga wanakuja kuomba wenye busara mafuta. Wanawaambia ya kwamba hayatatutosha. Sisi tulibeba yale ambayo yanatutosha sisi tu. Hayatutosha sisi na nyinyi. Endelea msomaji wangu. Afadhali ufanye aje? Shikeni njia. Mwende kwa wauzao. Mkajinunulie. Na hao walipokuwa wakienda kununua. Na sasa walipokuwa wakienda kununua, Bwana harusi akaja. Nao waliokuwa tayari wakaingia pamoja naye harusini. Wale 5 waliokuwa tayari ambao walikuwa na mafuta wakaingia harusini. Mlango ukafungwa bahati mbaya. Halafu wakaja gani hao? Endelea msomaji. Na wale wengine wakasemaje? Bwana, tazama, wameenda wamenunua mafuta. Wanarudi sasa, wanakuja kubisha mlango. Wanasema Bwana. Endelea msomaji. Bwana tufungulie. Akajibu akasemaje? Amin nawaambia. Siwajui nyinyi. Bahati mbaya sana ya kwamba Yesu anawaambia siwajui nyinyi. Hakuambia nyumba imejaa. Hakuambia kwamba tumetosha hapa ndani. Aliwaambia kwamba hawajui. Tusije tukaambiwa pia sisi hatujulikani wana wa Mungu. Kwa sababu sisi ambao tumesikiza ujumbe huu lazima tutakuwa upande mmoja. Either tukue kwenye busara ama kwenye wajinga. Itakuwa ni bahati mbaya kwako ukipatikana miongoni mwa ambao watakuwa wajinga. Yesu amesema aliwaambia kwamba hawajui. Hakuambia kwamba nyumba imejaa, aliwaambia hawajui. Wale wajinga walijua yale ambao walikuwa wanafaa kujua. Walijua kwamba bwana harusi anakuja, kama ni taa walibeba. Kila kitu walijua. Tusije tukawa miongoni mwa ambao watakuwa wajinga. Kwa sababu kujua si kitu, kutenda ndicho ambacho kinafaa. Kama ni sabato, hao watu walijua. Kama ni sadaka, hao watu walitoa. Kama ni chochote ambacho kinafaa kufanywa kanisani, hao watu walifanya. Lakini bahati mbaya hawakuona mafuta. Mafuta ni kazi ya Roho Mtakatifu. Ndio maana wale 5 bisara wakawaambia kwamba hatuwezi tukawagawia, kwa sababu tulio nayo ni yetu sisi. Hatuwezi tukawagawia. Wana wa Mungu, tusije tukakubali kuwa miongoni mwa ambao walikuwa wajinga. Itakuwa ni hasara kwako. Umefanya kazi yote ambayo unafaa kufanya. Umeenda kanisani miaka yako yote, lakini unakuja kuambiwa kwamba Yesu anakuambia hakujui. Lazima tumvae Yesu Kristo. Saa hii tuko na wakati. Hatuna njia nyingine, ni lazima tumvae Yesu Kristo. Yesu Kristo aliwaambia, wakati ambapo mlikuwa hai hamkunijua, pia mimi siku ya leo nawaambia ukweli ya kwamba siwajui. Wakati ulipatwa na shida haukunikumbuka. Wakati ambapo ulikuwa na hitaji haukunikumbuka. Pia Yesu siku ya mwisho anakuambia
pia mimi sikujui. Sasa tulio na wakati, wacha tumjue Yesu, tumkaribishe Yesu ingie maishani mwetu aweze kufanya kazi zake. Ni ajabu ya kwamba wakati ambapo unaenda kutafuta kazi, wakati ambapo unahitaji kama Mkristo, unasahau ya kwamba Yesu ndiye baba yako, Yesu ndiye ambaye ni tegemeo lako. Unasahau kumlilia yeye, unakimbia unatoa hongo ndipo upate kazi. Yesu atakwambia siku ya mwisho, wakati ambapo ulikuwa na shida, wakati ambapo ulikuwa unafaa kunihitaji, wakati ambapo ulifaa kuniita mimi, haukuniita. Wewe ambaye unanisikiza siku ya leo, jiangalie maishani mwako. Ni mara ngapi umefanya maisha yako yakakuwa wewe kana kwamba wewe si Mkristo halisi, uko na jina tu la Ukristo? Ni mara ngapi? Ni wakati mwingine mzuri ambao Yesu amekupa fursa uweze kuangalia maisha yako, uweze kuyachunguza maisha yako na uweze kufanya uamuzi ulio bora. Usifanye uamuzi tu kwa sababu ya kufanya uamuzi, bali angalia maisha yako. Usije ukaangalia dhamana ya maisha ya dunia, usije ukaangalia chochote kilimo duniani. Huku haya yote yatapita, kila kitu kitapita. Usije ukaangalia wazazi, usije ukaangalia watoto, bali angalia maisha yako na Yesu Kristo. Yesu anahitaji umpe maisha yako. Usije ukaangalia kazi yako, usije ukaangalia cheo chako. Itafika siku ambazo hizo zote zitapita, na hapo ndipo utalia ukisema kwamba laiti ningalijua, ningejipa mapema. Sasa Yesu amekupa fursa. Ni wengi ambao walitamani kufika siku ya leo, lakini hawakuweza. Ni wengi ambao walitaka kabisa kuona yote ambayo yanafanyika siku ya leo, lakini hawakuweza. Lakini wewe haujafanya lolote, haujalipa Mungu chochote, haujafanya zuri lolote, lakini huko hai. Ni wakati ambapo Yesu anakuambia, njoo mwanangu. Yesu anakupenda. Yesu anakuhitaji kabisa. Wafilipi 4:13 nasema kwamba nayaweza yote katika yanitiaye nguvu. Hakuna jambo lolote ambalo huwezi ukalifanya. Hakuna jambo lolote ambalo ni ngumu kwako. Usije ukaona kana kwamba utashindwa kumpa Yesu Kristo maisha yako leo. Hapana, linawezekana. Yesu anasema nikishaingia ndani yako nitafanya yote. Mbona usimkubali Yesu aingie ndani yako leo? Yesu anasema wakati wa shida, wakati wa taabu, wakati ambapo unanihitaji mwanangu, nitakuwa nawe siku zote. Kuna kisa fulani cha mtu fulani ambaye alikuwa anajaribu kuangalia huko nyuma, wakati ambapo alikuwa kwenye ndoto, kwenye maono, anajaribu kuangalia huko siku zilizopita kulikoaje. Kila wakati alipokuwa akitembea, alikuwa anaona kana kwamba kuna footsteps za watu wawili. Akitembea alikuwa anaona footsteps. Wakati alikuwa na furaha, alikuwa anaona kana kwamba kulikuwa na mtu mwingine ambaye alikuwa naye, na huyo mtu alikuwa ni Yesu Kristo. Yesu aliahidi ya kwamba atakuwa naye kila wakati. Huyo mtu alikuwa na furaha. Wakati alikuwa anatembea anaona kana kwa, yani kila wakati alikuwa anakaa na Yesu. Anaona footsteps za Yesu, ako pamoja na yeye. Ilikuwa ni furaha sana. Lakini bahati mbaya, alipofika mahali fulani, akakumbuka wakati fulani alipata shida, akapata ya kwamba kulikuwa na mguu ya mtu mmoja. Wakati alikuwa na shida, akatazama akaona kulikuwa na mguu ya mtu mmoja. Akashangaa, mbona kaenda hivi? Akaanza kuuliza Yesu maswali. Anamuuliza Yesu, hivi mbona ukaamua kwa kaa hivi? Mbona ukaniacha nikatembea mimi peke yangu wakati nilikuwa kwenye shida? Mbona tulikuwa na wewe pamoja, mimi nami nilikusifu siku zote. Siku ya furaha nilikuwa na wewe Yesu, lakini Yesu kafika kwenye niko na shida, ukaniacha nikatembea peke yangu. Mbona? Kwa sababu naona footsteps ni za mtu mmoja. Yesu akacheka. Yesu akacheka. Akamwambia, mwanangu, nakubali. Miguu ambazo zilitembea hapo ni za mtu mmoja. Lakini kuna kitu ambacho hujui. Singestahimili kukuona ukitembea peke yako ndani ya shida. Ilibidi nikubebe mwenyewe. Singetaka kabisa nikuangalia unatembea peke yako kwenye shida, kwa sababu nilijua shetani yako macho, huenda ikawa hata angekuangusha. Pia leo nakuambia ambao unanisikiza, Yesu anakupenda. Yesu anatembea nawe kwa kila jambo. Wakati uko kwa shida, wakati uko kwa mawazo mawili, unawaza nifanye gani, niache gani, Yesu wako pamoja nawe. Mkaribishe tu. Mkaribishe. Msomaji, nisomee katika kitabu cha Ufunuo 3:20. Yesu wako tayari. Yesu ni mpole. Yesu ako tayari, anataka tu mfanye mambo pole pole.
borako mkaribishe ingie ndani yako. Haizi ingie ndani yako kama hujamkaribisha. Ni lazima umwambie Yesu, sasa nataka uingie ndani yangu. Wewe ambaye unataka kuachana na dhambi zako, uwezi ukaziacha peke yako. Ni lazima ukubali Yesu aingie ndani yako. Ni lazima Yesu afanye kazi ndani ya maisha yako. Lazima umvae Yesu Kristo, usije ukaambia kwamba sikujui. Usije ukafungiwa mlango nje siku ya mwisho. Ni lazima umkubali Yesu. Inasemaje msomaji? Fungu 3 fungu lake la 20. Inasemaje? Tazama. Yesu anasema tazama. Nasimama mlangoni. Nasimama mlangoni. Nabisha. Nabisha. Mtu akiisikia sauti yangu. Mtu yeyote ambaye atasikia sauti yangu. Na kuufungua mlango. Na kuufungua mlango. Nitaingia kwake. Nitaingia kwake. Nami nitakula pamoja naye. Na yeye pamoja nami. Na yeye pamoja nami. Asanti msomaji. Yesu anasema ako mlangoni, anabisha kabisa, anataka ingie ndani yako kufanyie kazi. Anajua shida zote ambazo unapitia wewe ambao unanisikiza. Anajua challenge zenye uko nazo. Anasema sasa kile ambacho anataka ni ufungue mlango ingie ndani. Hawezi ingia kama hujamkubalia. Yesu ni mwenye upole. Anatuambia tujifunze kwake kwa sababu yeye ni mwenye upole. Anasema kabisa anangoja ufungulie mlango. Mbona usikubali kumfungulia siku ya leo? Usikubali kubeba hizo mizigo, anasema mpelekee. Usikubali kuwa mtu mzuri, usikubali kabisa. Muendee vile ambavyo ulivyo. Mungu ni baba yako. Yesu alipokuwa akifunza wanafunzi, aliwaambia wakati ambapo mnamuomba Mungu, muombe Mungu kama baba yako. Usije kumuona Mungu kwa njia nyingine. Unajua zamani watu walikuwa wanamuona Mungu kwa njia zingine, na hata leo kuna kila mtu akona njia yake ambaye anajua Mungu. Kuna watu ambao wanajua Mungu ni punisher. Mungu ameketi anangoja akuje kuadhibu wale ambao wanafanya dhambi. Kuna watu ambao wanajua Mungu kama Mungu. Watu wako na njia mingi ambao wanamjua Mungu. Lakini kufa kwa Yesu Kristo msalabani kulitufanya tuweze kujua Mungu kwa njia nyingine. Mungu ni wa upendo. Wakati ambapo tulikuwa tumetanga mbali na yeye, aliamua kumtoa mwana wake msalabani aweze kufa kifo cha aibu. Yesu akateswa, akafanyiwa mambo mabaya kwa sababu yetu. Mungu ni baba. Yesu Kristo anaambia wanafunzi wanamuomba Mungu, wasije kumuomba Mungu tu, bali wakamuona kama baba ambaye anaahidi atakuwa nayo wakati wowote. Hata wakati ambapo umelala, amini usiamini, Mungu amekulinda. Mungu ako pamoja nawe. Wewe ujui, wewe kazi yako ni kujiachilia unalala. Mungu anakuja na kaa hapo pamoja nawe, anakulinda hadi kesho. Unaamka kesho nadhani ni ya kawaida tu, haujui ni yote mengi ambayo yalifanyika usiku. Lakini kwa sababu ya mapenzi ya Mungu, anaahidi ya kwamba atakulinda. Hata kama umekuwa na baba mbaya, umekuwa na mzazi baba mbaya, asije ukaona hilo jina baba kwa sababu ameharibu. Unajua wengi wetu ambao wamekuwa na baba ambao wanangoja waadhibu, wanangoja wafanye mambo mabaya wakati ambapo tumekosea. Usije ukachukua hiyo sifa kwa baba aliye mbinguni. Hiyo ni kumkosea heshima. Mungu hayuko na hana sifa kama hiyo. Ona Mungu anatupenda. Upendo wa Mungu huwezi ukahesabika. Mungu ambaye alishatufanyia yote ambayo tunahitaji. Kutoa mwana si rahisi. Kutoa mwana wako mpendwa si rahisi. Hakuwa na njia nyingine ila ni kutoa mwana wake, kutuonyesha upendo ambao alikuwa nao kwetu sisi. Usije ukaona kwamba wewe huwezi enda kwa Mungu kwa sababu kuna watu wengi ambao wawezi omba wenyewe. Wanataka waende kwa pastor aweze kuwaombea. Kana kwamba huamini Mungu wako. Huamini Mungu anaweza akakusikia wewe. Wengine hata hawezi wakaomba. Wanajua kwamba Mungu ako na kazi nyingi ya kufanya, hawezi akawasikiza. Hapana, usije ukamwona Mungu na hiyo sifa. Mungu si wa namna hiyo. Kama kuna jambo ambalo ni muhimu kwako, pia ni muhimu kwake. Wewe ambaye unanisikiza, maisha yako ni muhimu kuliko chochote. Tazama Yesu Kristo alipomaliza kubatizwa, sauti ilitoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa. Wakati Yesu hakuwa amefanya miujiza yoyote, hakuwa amefanya lolote, lakini sauti ikasema kwamba huyu ni mwanangu mpendwa. Ikienda ikawa umefanya mabaya, uende ikawa umekosea mahali fulani, lakini hiyo haikutoi katika kuitwa mtoto wa Mungu.
Hata kama kuna mambo ambayo unafanya hayamfurahishi, hawezi akakuchukia. Hata ufanye mazuri namna gani, huwezi ukaongeza upendo wa Kristo, huwezi ukaongeza upendo wa Mungu, kwa sababu tayari alishakupenda. Wana wa Mungu, unapendwa kuliko chochote. Ndio maana Yesu anasema hajarudi, kwa sababu anangoja sisi sote tupate kuokolewa ndiposa arudi. Mbona usikubali Yesu aingie ndani ya maisha yako leo akusaidie? Usije ukang'ang'ana kuokoka, kwa sababu na wewe na hiyo mwili hautaweza, mpaka wakati ambapo utakubali Yesu aingie ndani ya maisha yako. Wewe ambao unanisikiza, umepata fursa nzuri ya kupata ujumbe. Kubali leo, usije ukawa na moyo mgumu. Hebu nisome katika kitabu ambacho kinaitwa Waibrania. Waibrania 3:7. Inasemaje? Usije ukawa na inasemaje msomaji? Hiyo. Aha. Kama ninavyo roho. Ya kwamba kama ninavyo roho. Kama ninavyo Roho Mtakatifu. Leo. Kama mtaisikia sauti yake. Kama mtaisikia sauti yake. Msifanye migumu mioyo yenu. Asanti. Pia mimi nawaambia sikio leo, kama mtasikia sauti ya Mungu inanena ndani ya mioyo yenu, kama mnasikia Mungu anaongelesha ndani ya mioyo yenu, msije mkafanya mioyo kuwa migumu. Kubali kupate wokovu. Haujui siku yako ya kufa. Watu siku hizi wanakufa. Usije ukakubali kukufa kama hujapatia Yesu maisha yako. Tumeona watu ambao wamejifurahisha, watu wamekuwa na mali, watu wamekuwa na pesa, watu wamekuwa na magari kubwa, lakini wanakufa na wanaziacha. Unajua kila kitu ambacho uko nacho utakufa na utakiacha, lakini kuna kitu moja ambacho utaambatana nacho hata kaburini, nayo ni matendo. Siku ya mwisho ukifufuliwa, matendo yako utaamka nayo. Kila kitu ambacho ulifanya utaamka nacho, na itakuwa ni huzuni kama utaamka ukiwa na dhambi. Wana wa Mungu, hatuna wakati mwingine wa kupoteza. Wakati tulio nao ni mchache. Wakati ambao tuko nao ni mchache, kusema kweli. Ni wakati ambao tunafaa kumpatia Yesu maisha yetu. Mbona usikubali leo? Mbona usikubali? Usije ukangoja ukuwe mzuri. Haiwezekani. Nenda na dhambi zako. Hebu nisomee Mathayo 11:28. Nenda na dhambi zako. Hauwezi kuwa mzuri na mwili wako mpaka wakati ambapo utamvaa Yesu Kristo. Na kumvaa Yesu Kristo ni kuwa na matendo ya Yesu Kristo, na ni kumkubalisha ingie ndani yako aweze kukusaidia. Inasemaje? Njooni kwangu. Yesu anasema njooni kwangu. Nyinyi nyote msumbukao. Na wenye kulemewa na mizigo. Na wewe ambaye umelemewa na dhambi zako unaitwa, nami nitawapumzisha. Yesu anasema atakupumzisha. Haijalishi mzigo wako ni kubwa kiasi gani. Anasema njoo tu, njoo na kuelewa mimi ni baba yako na kujua vizuri. Hebu angalia kisa hiki ambacho baba fulani ambaye alikuwa anamfunza mwanake kupanda mti. Akamfunza apande mti. Kila siku alikuwa anampeleka, anamshikilia, anamwambia mwanangu panda, anapanda. Kila siku alikuwa anamfunza. Lakini siku moja bahati mbaya, kijana akaamua kwenda kupanda mti peke yake. Wakati ambapo alikuwa amejishikilia kwa mti, akashindwa kujizuia. Alikuwa amehang kidogo, anaanguka. Ndiposa anapiga kelele, anasema baba yangu, njoo uniokoe. Kama mzazi anatoka nje, anaangalia mtoto wake ameninginia mtini, hawezi anza kumuuliza maswali. Hawezi kumuuliza mbona ukapanda na sikukuambia? Mbona ukafanya hili na sikukuambia? Kama mzazi mwenye upendo, anaenda anatoa mtoto wake, anamtoa kwa upole. Hata mwacha endelee kuninginia kwa sababu alijipeleka huko mwenyewe, bali kwa sababu ya upendo ataenda mtoe huko. Hivyo ndivyo baba yetu aliye mbinguni alivyo. Hivyo ndio baba yetu ambaye nawaambia siku ya leo mpatie maisha yenu alivyo. Hata kuja kusema ya kwamba sikukwambia ufanye hili, lakini kwa sababu ulifanya hili ukajipata kwa shida, kuacha hapo ndani. Wakati ambapo unakubali kuita sauti ya Mungu, Mungu hata kuuliza maswali, mbona ukafanya kama sijakwambia, hata kuja na kuokoe. Kuna sauti nyingi ambazo zinatuambia ndani yetu ya kwamba tusije tukakubali kwenda kwa Mungu kwa sababu tunakaa hypocrites, ya kwamba tunajua hili ni baya na tunafanya. Usije ukasikiza sauti hiyo, mwana wa Mungu. Usije ukasikia sauti hizo. Hizo ni sauti za kukudanganya.
Zinakuambia kwamba usije kaenda kwa Mungu kwa sababu wewe ni mwenye dhambi, kwa sababu ulijua hili ni mbaya na ukafanya, kwa sababu ulijua hii ni sabato na ukavunja, kwa sababu ulijua unafaa kutoa zaka na hukutoa. Usije ukasikia sauti hizo. Mungu anasema akikusamea dhambi yako, anakusamea na anasahau. Na anasema uende kwake jinsi ulivyo. Mungu ni mwenye upendo. Wakati unajua Mungu ya kwamba ni kama yeye ni pansha, hata huwezi muendea, kwa sababu unaogopa. Mwangalie mwenye dhambi ambaye unamwambia enda kwa Mungu na anajua kuna dhambi mingi. Unadhani ataenda akijua kwamba mtu ambaye amekaa kwenye kiti cha enzi ni mtu ambaye anangoja ufanye kosa kuadhibu? Hawezi enda. Wakati mwingi tunachukulia Mungu kana kwamba yeye ni binadamu. Mungu si binadamu. Mungu ni baba yetu. Hebu nisomee Warumi 8 mstari wa 15. Paulo alipokuwa akieleza uzuri wa Mungu hata alishindwa kueleza, kwa sababu kuna jina ambalo limetumika hapo na ningependa tulitumie. Inasemaje? Romans 8 verse 15 inasemaje? Inasemaje? Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa uletao hofu. Bali nini? Mlipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba. Yaani baba. Sikia, Paulo alishindwa kutumia jina baba hapo, siti hakuwa na uwezo. Alitaka kabisa angelitumia, lakini hilo jina lilikuwa na uzito. Angeweza kupatika jina baba tu hapo na aliache. Imebidi atumie jina Aba na akatupatia meaning yake, yaani baba. Ukilinganisha baba na Aba, Aba ni kana kwamba kusema daddy. Daddy si kama baba. Daddy ni mtu ambaye ni mzazi ambaye anaweza cheza na watoto wake. Unaweza fanya lolote, unaongea na baba yako freely. Wakati unajua baba yako ni kama daddy, unamkimbilia unasema daddy, nimefanya hili na hili. Lakini baba, kusema baba ni mtu yote ambaye anaweza kuwa na watoto, anaweza akawa mkali, anaweza akawa namna yoyote, lakini huwezi fananisha na Aba. Mungu wetu ni Aba. Paulo anatuambia Mungu wetu ni Aba, aliye mbinguni, anatuona kama watoto wake. Haoni mabaya ambayo unafanya, bali yale ambayo anaona ni yale muhimu. Muhimu yake ni kwamba anataka uokolewe. Mbona usije ukakubali leo? Utataka kuitwa mara ngapi ndipo uweze kumpatia Yesu maisha yako? Kubali leo, fanye uamuzi. Kijana ambao unanisikiza, usije kaangalia hizo disco, usije kaangalia furaha kwa sababu ni ya muda mchache. Hiyo ni furaha ambayo itaisha tu, bali mpatie Yesu maisha yako. Ni wengi ambao tumeona wamekufa kabla hata kumpatia Yesu maisha yao. Hatujui waliongea na Mungu ya nini mwisho, lakini wewe ambao unanisikiza umepata privilege. Kubali Yesu leo aweze kuingia ndani ya maisha yako, afanye maajabu. Usije ukaona dhambi ambazo umekuwa ukifanya. Mungu hana haja. Muangalia kisa cha mwana mpotevu. Yesu alipokuwa akieleza kisa cha mwana mpotevu, kuna habari ambayo alitoa hapo ndani ambao ni ngumu kuelewa. Kisa hicho huwa kinaniguza sana moyoni. Ya kwamba kijana alienda akaamka akaambia baba yake, nipe pesa zangu nitoke. Nimechoka na nyumba hii, sasa nataka unipe pesa nitoke nifanye kazi yangu. Baba kwa sababu ya upole akampa. Kijana akaenda akafanya furaha yake, akafanya anasa. Bahati mbaya pesa yake ikaisha. Wale wote ambao alikuwa nao walimkataa. Ikabidi aende kutafuta kazi, akapata kazi ya kulisha nguruwe. Akakula chakula cha nguruwe. Ni mwana wa baba yake, alikuwa tajiri, lakini sasa analisha na anakula chakula ya nguruwe. Ikabidi siku moja kawaza. Akasema hivi, je, mbona nisirudi nyumbani nifanye kama mtumishi? Mbona nikiendelee kukula hapa nguruwe ili hali kuna watu ambao wanafanya kazi nyumbani ambao maisha yao ni mazuri, wanavaa vizuri? Akaanza kujipanga vile ambavyo ataanza kuongea na baba yake akirudi, ya kwamba baba, nimekosea na sifai hata kuitwa mwanako. Akasema hayo ndio maneno ambayo ataenda kuambia baba yake akirudi nyumbani. Ni mara ngapi pia sisi tumejiona kana kwamba tumekosea Mungu sana. Tunataka tuende kuambia Mungu kana kwamba hatufai hata kuitwa wanawake. Ni mara ngapi? Umwana ni utabaki kuwa mwana. Hata kama utafanya jambo gani bado wewe ni mwana wake. Kuna kile ambacho inaitwa biology. Kuna ile uzito wa damu. Hata ufanye nini huwezi toa, hata kama ni mbaya namna gani bado ni mwana wako.
kitu ambacho kinanifurahisha, wakati ambapo kijana alifanya uamuzi akasema narudi nyumbani, wakati ambapo baba yake alimuona akiwa mbali, alimkimbilia. Hivyo ndivyo pia sisi tunapoamua kupeleka maisha yetu kwa Yesu. Hakuji pole pole, hakuji akitembea, bali anakimbia. Na yule ambaye anakimbilia mwenye dhambi. Hakuenda kitembea, bali alikimbia. Na hapo ndipo ambapo tunaona mfano wa Mungu akikimbia. Hakuna mahali pengine tunaona Mungu akikimbia ndani ya Biblia. Anakimbia na anakimbilia mwenye dhambi, kwa sababu alifanya uamuzi wa kurudi nyumbani. Usije ukajiona mwenye dhambi sana. Mimi kile ambacho naweza kuambia siku ya leo ni ya kwamba Mungu anakupenda sana. Kile ambacho Mungu anahitaji ni maisha yako. Mkubali siku ya leo, ako tayari kukusaidia. Kuna wale ambao tunateseka kwa sababu hatuombi. Mungu ako tayari kutufanyia makubwa, lakini kwa sababu hatuombi, hatuyapati. Kubali siku ya leo kumpokea Yesu Kristo. Wakati ambapo unapiga step moja hivi, Mungu akiangalia anakimbia. Ule baba hakungoja mtoto wake akimbia afike. Hakungoja asonge, bali alipo tu muona hivi alikimbia. Mungu angoji ukuwe mzuri kabisa. Kitu ambacho anangoja ni ufanye uamuzi. Fanya uamuzi na atakimbia na atakukujia, wana wa Mungu. Napoenda kumalizia, nilikuwa nawaomba tu ikuwe ni mapenzi yenu pia nyinyi wote tumpatie Yesu Kristo maisha yetu. Tusiye tukaendelea kuishi ndani ya dhambi. Hizi ni dhambi ambazo zitaendelea kutupeleka. Shetani, unajua shetani kazi yake ni kutupeleka vile ambavyo anataka. Hataki tufanikiwe. Shetani atakufuata mpaka wakati ambapo hauna nguvu. Wakati ambapo unaenda kufa, bado shetani yako hapo, haizi akakuacha. Lakini wakati uko na Mungu, wakati ambapo uko na kimbilio ambaye ni Mungu, huwezi ukaangushwa. Usije ukakubali chochote kikakunyima toba. Usije ukakubali raha ya dunia ikakunyima toba. Toba ni ya bure, lakini itafika wakati ambapo mlango wa rehema utafungwa. Wewe ambaye unanisikiza, wakati uliokubalika ni sasa. Hakuna wakati mwingine ambapo unaweza kumpatia Yesu maisha yako. Tumeona watu wanakufa barabarani. Watu walikuwa wanaenda matanga pia wanakufa tena, matanga yanaendelea kupangwa tena. Watu wanakufa siku hizi kama ng'ombe. Siku hizi kondoo ndizo ambazo zinachinjwa na makuku zikulwe, lakini watu wanakufa sana kuliko hata hizo sasa. Wana wa Mungu, tukubali kumpatia maisha yetu. Yesu alituweka ulimwenguni tuweze kumwabudu. Lakini wengine wetu tumetanga mbali mpaka tumesahau yale ambayo tunafaa kufanya kama Wakristo. Tumeangalia kazi yetu, tumeangalia maisha yetu, tumeangalia familia na watoto, tukamsahau Mungu. Siku ya mwisho watoto wako hataulizwa swali. Siku ya mwisho baba yako hataulizwa swali, bali wewe mwenyewe ambao unanisikiza ndiye ambao utaulizwa swali, na wewe ndiye ambao utakuwa mjibu. Itakuwa ni hasara kwako ukikosa kujibu maswali, kwa sababu kuna maswali ambayo utaulizwa ushindwe kujibu. Yesu akuulize ni nini ambacho ulitaka nikufanyie ndipo uokoke, utamjibu nini? Kwa sababu kama ni mahubiri ulipokea. Wana wa Mungu, tukubali siku ya leo, na Yesu ako tayari kutusaidia. Naomba tusimame. Tuimbe wimbo nambari 108. 98. Wimbo nambari 98. Wimbo nambari 98. Ya kwamba hata ujaribu kiasi gani kujipendekeza kwa Mungu ndipo ukuwe mzuri, haiwezekani. Ndipo akupenda, huwezi ongeza upendo kwa Mungu. Mungu alishakupenda yake yote. Upendo wake huwezi linganishwa na chochote. Bali wakati ambapo utakubali ya kwamba umependwa, ndipo ambapo utaweza kufaidika. Unapendwa sana wewe ambao unanisikiza.
kwa sababu hakuna jambo lingine unaweza fanya likaweza kuongeza upendo. Pia hakuna jambo lolote ambalo unaweza fanya likapunguza upendo. Kile ambacho Mungu anaangalia ni wewe ambaye ulikufiwa msalabani. Haijalishi umefanya nini, haijalishi umetenda nini, kitu ambacho kinajalisha wewe ni nani. Haijalishi matendo yako ambayo unanisikiza. 98 ni wimbo ambao unaniguza sana. Ni wimbo ambao wewe damu ya moyoni ili uokolewe, uinuke umfundi nilekunyimani wewe umenipa nini? Nimekunyimani wewe umenipa nini? Nilikupa miaka yangu duniani upate inuka kuishi mbinguni. Nimekunyimani wewe umenipa nini? Nimekunyimani wewe umenipa nini? Ya kwamba Yesu anasema amekupa kila kitu ambacho ulihitaji. Kama ni miaka yake aliweza kukupa. Anakuuliza hivi leo, wewe umempa nini? Umempa nini? Ni wimbo ambao unaniguza sana. Wakati najiuliza mimi nimepatia nini Yesu? Mimi nakuuliza pia umempatia nini? Mjiulize. Siku ya mwisho atakapokuuliza alikupa kile ambacho ulihitaji, ulimfanyia nini? Utajibu nini? Wakati tulio nao ni mchache. Wengi wetu badala ya kukimbia kwa Mungu, tunatoroka tena kutoka kwa Mungu. Badala ya kumkaribia Mungu, tunakimbia kutoka kwa Mungu. Hatuna wakati wa kucheza na dhambi, wana wa Mungu. Wakati tulio nao ni mchache. Je, umempa nini? Alikupa kila kitu ambacho ulihitaji. Umempa nini? Naomba tuweze kumalizia kwa maombi. Baba yetu ushie mbinguni, tunakuja kwako wakati Mwenyezi Mungu. Tunashukuru kwa sababu ya mahubiri ya siku ya leo Baba. Asanti kwa sababu unatufunza kila siku, tunaona kwamba hatuna wakati wa kupoteza. Miaka tulio nao ni michache duniani. Tusije tukaangalia ya duniani bali tukakuona wewe Baba. Lakini kusema kweli hatuwezi yote kwa hii miili ambayo tulio nayo. Yale ambayo tutatusaidia ni yako Baba. Roho yako Mtakatifu ndiye atatueleza kile ambacho unataka tujue Mungu. Tumekuwa tukitanga mbali na wewe, lakini tunarudi nyumbani kwako Baba. Naomba utukaribishe. Unasema kwamba uko tayari kutukupokea jinsi tulivyo. Kuna mmoja wetu ambaye anahuzunika moyoni mwake. Ameangalia maisha yake, ameangalia kabisa amekuwa kitanga mbali na wewe. Mungu naomba uweze kumsaidia. Mpe nguvu, aweze kuangalia, aweze kufanya uamuzi wa kukurudia wewe. Tusije tukaangalia yote ya dunia hii. Tusije tukaangalia watoto wetu, tusije tukaangalia maisha yetu, tusije tukaangalia chochote, bali tukaangalia wokovu wetu Mungu. Tupe nguvu, tusije tukaona chochote ambacho kitatuzuia tupate wokovu. Mungu tuondolee majaribu yote ambao shetani atajaribu kuja nayo, ili tuweze kufanya uamuzi, tukakukubali uweze kutuokoa. Tuko na mahitaji mengi, lakini tunaomba kwanza mapenzi yako yatendeke. Kuwa nasi toka sasa hata milele. Ni katika jina safi la Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen.